Kuna swali hapa binti kaniuliza. Anasema, madam, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madamu, naomba unisaidie kuuliza, ikiwa mimi nimefanya kazi miaka 10 na mume wangu amenikuta nikiwa nimefanya kazi kwa muda huu wa miaka 10, majukumu yangu ni kusimamia matibabu ya mamangu, matibabu ya babangu, kodi ya nyumba anaokaa babangu na mamangu, hela za ada za wadogo zangu 3, pamoja na ada ya mtoto wa dadangu maruhumu alifariki kuniachia. Kipato changu cha mwezi kinatosheleza kuyamaliza yote haya na pia kujisimamia mimi mwenyewe na kulipia mkopo wa nyumba. Mume wangu ameniambia niache kazi bila kunipa mpango wote wa kumaliza hizi bili ninazotakiwa kulipa kila mwezi. Je, nifanye nini? Hapo patamu. Wajua, si wewe peke yako ambaye hutaki mke wako afanye kazi. Kila mwanaume hataki mwanamke wake afanye kazi. Kabla ya kumwachilia mwanamke aache kazi, mpe plani. Hafanyi kazi atafanya nini? Kwa sababu akikaa miezi 6 tu na kutosha, lazima kichwa chako kitaenda resi. Atataka akikupigia upokee kwa wakati. Atataka akikuita uende kwa wakati. Ukichelewa ugomvi we na yeye. Ukishindwa kupokea simu ugomvi we na yeye. Kwa hiyo unatakiwa ujijue na ujiandae kwamba huyu mwanamke ambaye namkataza kazi, nitampa nini kitakacho mwezesha asiwe amefocus kwangu. Namba 1. Namba 2, kuna wazazi wawili ambao ni wagonjwa na kuna watoto 3 ambao wanalipiwa ada. Lakini pia na yeye ana mkopo wa nyumba ambao anaulipia. Mtu huyu unapomwambia aache kazi, unatengeneza mapenzi kwake au chuki kwake? Unataka ufahamu kwamba wazazi wake watakuchukia kwa kuwakosesha mtoto wao kufanya kazi na hawatahudumiwa kimatibabu. Lakini pia watoto wao 3 wanaosoma hawatapata ada kwa sababu dada yao sasa acha kufanya kazi. Lakini na yeye mwenyewe atakuresent kwenye moyo wake kwamba kama si huyu mwanaume mimi nisingeacha. Kwa unaweza ukawa unataka akupende, lakini hakupendi kwa sababu chuki yake kwako ni kubwa kuliko mapenzi. Kwa kabla hujafikiria kumwachisha mwanamke kazi, kuwa na plani. Maybe mpe mtaji, afungue biashara yake, msapoti iwe kubwa aweze kutimiza mahitaji yake ya nyumbani, au watimizie hawa wazazi wake mahitaji angalau kwa miezi 6. Umuonyeshe kwamba hata ukiacha kazi ndugu zako na wazazi wako wataishi comfortable. Kwa hiyo wewe ukiacha kazi ni juu yako tu mwenyewe na huu mkopo wako, kodi ya meza nao kupa bana ulipe huu mkopo wako. Hujanionyesha hata plani yoyote. Hujanionyesha hata kama labda una nia ya kunisaidia ya majukumu yangu. Unaamka asubuhi unataka niache kazi. Unatamani mke awe mkeo au unatamani uishi naye kama adui? Kwa haya ni mambo madogo madogo sana ambayo yanatokea sana. Mabinti wengi sana wananiambia, mimi nimepangwa kazi ya serikali, mimi ni nesi, lakini mwanaume ananikataza, ananiambia nisiende shift ya usiku. Nipeleke basi nikasome, niongeze elimu, nipangwe ofisini. Naweza nikawa pale hospitali, lakini nikawa kama counselor, nikawa naingia asubuhi jioni natoka. Nikawa pale hospitali mimi kama mtu wa umeme au mtu wa kukeep record, nikaingia nikafanya hizo kazi za kutwa. Nitafutie basi nafasi pale kwenye ile hospitali ya mimi kukaa ofisini, nisiwe nakaa kwenye zamu. Hunipi alternative yoyote, unaniambia niache kazi. Hawa watu ambao wako nyuma yangu wanaishije? Una uhakika hawa watu hawatakuchukia? Mimi sitokuchukia. Na je, ukatokea bahati mbaya ukanisaliti au ukakuta message imetumwa kwako kimakosa, unahisi nitakusamehe kirahisi na uliniachisha kazi? Kwa hiyo watu wafahamu kwamba kuoana ni mapenzi. Yaani kufanya kazi ni jambo muhimu kwangu. Kwa sababu kwenye hii kazi natakiwa nikutane na wewe kwenye ndoa, tufanye jambo letu kubwa jingine. Sio wewe unikute wewe ukiwa na power, mimi niko powerless. Hiyo sio sifa. Kama mimi familia yangu inateketea huko nyuma, lakini unataka hapa kwako nitengeneze familia yenye furaha na amani. Nitatengeneza vipi familia yako na mimi yenye furaha na amani na kati familia nilotoka inateketea? Kwa ni mambo madogo madogo ambayo unatakiwa wewe kama mtoto wa kiume au mume uweke kichwani. Na madam, haya
mashinikizo ya kumwachisha mke kazi bila ya wewe kutokuwa na uwezo wa kumsimamia ama kumhudumia katika mahitaji yake ya msingi, hususan kubeba familia zaidi ya moja. Kwa mfano uhudumie kwenu, uhudumie pale kwao, na familia ile ambayo mnaoishi. Kwa nini maamuzi kama haya yanakuja baada ya muda na yasifanyike kabla? Nadhani ni call sasa kwa wasichana kwamba kama unafanya kazi ukutane na mtu mwambie wazi mwanzoni, baba mimi sitoacha kazi. Labda unipe alternative ya kazi. Lakini hii kazi yangu sitoiacha. Ila kama unaona kazi yangu hii haikupendezi, unaweza kunifungulia kazi nyingine. Na mbona kama tukiwa na vyanzo mbalimbali vya uchumi katika familia, mbona ni rahisi zaidi kuliko ukiwa na chanzo kimoja tu? Huchoki wewe unanunua paka kibiriti. Ni aibu kwako mtoto wa kiume kutoa 100 ukanunua kibiriti. Unatakiwa hivi vitu mimi unipangie majukumu. So niache mimi ninunue kwa sababu wanawake wengine hawatanunua. Mpe majukumu, lipa msichana wa kazi, nunua vibiriti, nunua mboga, mimi nitaweka ration ya chakula, umeme na ada za watoto. Lini mimi nitakuwa responsible citizen kama kila kitu unanifanyia? Kwa sababu wewe hujanioa tu, mimi ni wananchi wa jamhuri. Lini mimi nitakuwa responsible kwa ajili ya uchumi wa nchi yangu, kwa ajili ya nchi yangu, kwa ajili ya nafsi yangu? Na wakati mwingine, madam, nikukatisha hapo, inawezekana binti huyo ni binti wa pekee ambaye amesoma, anayetoka kwenye familia maskini sana, duni mno, ambao hata kula kwao walijinyima sana ili mtoto wao asome. Leo hii wewe umemuoa, sawa, inawezekana wewe umemuoa una kazi yako, lakini kazi yako haitoshelezi ukuweza kumpa kila kitu huyu ana familia yake. Yaani wewe kikubwa kama hutaki mke wako atumwe, ni sawa, hata mimi naelewa. Ni sawa kutotaka mke wako atumwe. Mpe plani. Tengeneza plani, au kwa miezi 6 hudumie ile familia, watu waamini kwamba Salim atatusimamia. Hapa kwako yenyewe hutimizi. Na wanaoongoza kuwakatiza kazi wake zao, unajua ni wakina nani? Hata majukumu hapo nyumbani pia hawatimizi. Na wewe umenioa mimi nina kazi. Kwa nini unipe shati wewe uchague kazi au hii ndoa? Na hao wa mabinti wa siku hizi walivyo akili zao ni mbaya, watachagua kazi. Kwa sababu wanaamini huko kwenye kazi nitapata mtu mwingine mwenye akili tofauti na huyu. Yaani inaonekana wewe ni mara yako ya kwanza kutumia akili. Kwa nini upendi kutumia akili? Kwamba yani mimi nimefika, nimesoma mpaka labda chuo cha ualimu huko. Wazazi wangu nahisi wamejitoa mwanga kiasi gani mpaka mimi nimefika hapa chuo cha ualimu. Unaponiambia niache kazi bila plan. Unajua kuna wababa wanaendaga wizarani kuombea kazi watoto wao. Ushawasikia hapo? Haya, baba ameenda kumwombea kazi mtoto wake apangwe shule ya msingi Masiwani. Wao anaenda kumwambia binti yake from nowhere aache kazi ya serikali, ambao babake alienda Dodoma kuomba mwanae posti. Huyu mzee wa watu aliyepanda gari usiku wa manane mpaka Dodoma ili afike asubuhi aingie ofisini amwombee mwanae, usiku apande gari la usiku kurudi. Huyu baba unamweka kwenye position gani? Kwamba jitihada yake yote, mwingine aliuza mashamba yake asomeshe binti yake. Yaani mimi nimeingia umaskini ili mimi nikusomeshe uoshe vyombo. Kwa sababu hiyo kauli babako atasema, si mimi. Lakini jiulize wewe kama baba, binti yako achishwe kazi na mume wake, wewe utajisikiaje? Kwa sababu hicho unachomfanyia mtoto wa mwanaume mwenzio, vya yule mzazi. Unataka mwanao asome, awe mzuri, awe mwanamke wa kwanza sijui kupata uongozi katika nchi hii, alafu ghafla usikie amepata uongozi, mume wake kamwambia baki nyumbani au uondoke. Utajisikiaje? Usichopenda kufanyiwa usifanyie mtu. Na hawa watu waliosomesha mabinti zao wana ndoto na mabinti zao. Haijaisha tu kwa sababu wewe umemuoa. Watu wanalipewa binti zao ada ya milioni 4 kwa mwaka. Uje wewe umstaafishe, hajastaafu. Ili awe nani? Awe anafuga kuku nyumbani na kukusubiri ukitoka kwenye klabu ya pombe urudi. Ni haki. Siku ukiwekewa sumu ufe, utawalaumu watu. Kwa sababu hii kuishi kijambazi kwenye nyumba kunapunguza sana idadi ya siku zako za kuishi.
Mwanamke nikimpa nafasi atanipanda kichwani. Acha kupande kichwani. Wanawake waliojaa dunia hii, akipanda kichwani unamshusha aondoke zake, utafute mwingine wa kukupanda miguuni.